Ujana ni kipindi na muda ambao mtu anaweza kujenga msingi wa maisha yake ya baadaye. Vijana wengi huwa wanatamani kufanikiwa, kuwa na maisha mazuri, kupata heshima kwenye jamii na kufikia malengo yao. Mafanikio yanahitaji uwekezaji wa muda, juhudi, maarifa na maamuzi sahihi. Kijana anayechagua kuwekeza kwenye mambo yenye manufaa huwa anaongeza nafasi ya kufanikiwa kuliko kijana anayepoteza muda wake kwenye mambo ambayo hayana msingi. Sehemu ya kwanza, wekeza kwenye ujuzi wenye thamani. Ujuzi ni moja ya aseti ya muhimu ambayo hakuna mtu anayeweza kukunyang'anya. Kadri ujuzi unavyokuwa na thamani, ndivyo nafasi na fursa mbalimbali zinavyozidi kuongezeka. Ujuzi huo unamfanya kijana awe na uwezo wa kutatua matatizo yanayowakabili watu, na watu siku zote ndiyo mashine ambayo inatoa pesa. Ili wakupe pesa, lazima utatue changamoto. Kama kijana ana ujuzi unaohitajika sokoni, anaweza kupata kipato kwa urahisi zaidi kuliko kijana ambaye hana ujuzi wowote. Kujifunza ujuzi ni uwekezaji unaolipa na kuzalisha pesa kwa muda mrefu. Sehemu ya pili ni kwenye afya. Afya nzuri ni msingi na mtaji wa mafanikio. Kijana anatakiwa kuwekeza kwenye lishe bora, mazoezi, usingizi wa kutosha na kufanya check-up ya afya yake mara kwa mara. Lakini pia afya ya akili ni muhimu kama afya ya mwili. Kijana anatakiwa kujifunza namna ya kudhibiti msongo wa mawazo na kuwa na mtazamo chanya. Akili yenye utulivu huwa inamsaidia kijana kufanya maamuzi sahihi na kutatua changamoto kwa busara. Kuwekeza kwenye afya huwa kunapunguza gharama za matibabu na kuongeza muda wa kufanya kazi kwa ufanisi mzuri. Kijana mwenye afya nzuri huwa ana nguvu, hamasa ya kufanya kazi na uwezo wa kupambania malengo yake bila kukatishwa tamaa kwa sababu ya kupata maradhi ya mara kwa mara. Sehemu ya tatu ni nidhamu ya fedha na muda. Nidhamu ya fedha huwa inamsaidia kijana kutumia kipato chake kwa busara badala ya kutumia fedha zote kwenye starehe. Tabia hii huwa inamwezesha kujenga msingi imara wa kifedha na kuepuka madeni ambayo hayana ulazima. Na kwa upande wa muda, muda ni rasilimali ambayo haiwezi kurudi ikishapita. Kijana anayepanga ratiba yake vizuri huwa inamwezesha kutimiza malengo yake hatua kwa hatua bila kupoteza fursa za muhimu. Nidhamu ya fedha na muda inamjengea kijana tabia ya kuwa mwajibikaji. Sehemu ya 4 ni kwenye vitabu. Vitabu ni hazina kubwa ya maarifa na uzoefu wa watu waliotangulia. Kupitia vitabu, kijana anaweza kujifunza mambo mengi na kupanua uwezo wake wa kufikiri. Tabia ya kusoma vitabu huwa inaboresha uwezo wa kufikiri, kuzungumza na kuandika pia. Kijana anayesoma vitabu mara kwa mara huwa anajifunza namna ya kutatua matatizo na huwa na uwezo mzuri wa kufanya maamuzi. Vitabu huwa vinaamsha hamasa na kuimarisha ndoto za mafanikio. Kusoma historia za watu waliofanikiwa huwa kunamfundisha kijana mafanikio yanahitaji uvumilivu, nidhamu na juhudi. Sehemu ya 5 ni kwenye maarifa na kujifunza. Kujifunza sio kusoma elimu ya darasani tu peke yake. Kijana anatakiwa kujifunza kila siku kupitia mafunzo mbalimbali, semina, mitandao ya kijamii na ushauri wa wataalamu. Maarifa mapya huwa yanamsaidia kijana kuendana na mabadiliko. Maarifa huwa yanamwezesha kijana kufanya maamuzi yenye hekima kwa sababu huwa inamsaidia kujua namna ya kutumia fedha, kuanzisha biashara, kutatua changamoto na kutumia teknolojia kama chanzo cha kujipatia kipato. Kadri maarifa yanavyoongezeka, ndivyo uwezo wa kufanikiwa unavyoongezeka. Mafanikio ya kijana yanategemea maeneo anayochagua kuwekeza fedha zake, muda wake na nguvu zake. Kuwekeza kwenye ujuzi wenye thamani, afya, nidhamu ya fedha na muda, lakini pia vitabu na maarifa na kujifunza ni msingi wa kujenga maisha yenye mafanikio.